Mheshimiwa Matiko. Asante sana Mheshimiwa Spika. Naomba sasa swali langu namba 10 liweze kupatiwa majibu na serikali. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Viwanda na Biashara, naomba nijibu swali namba 10 la Mheshimiwa Esther Matiko. Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wake Dr. Samia Suluhu Hassan tunafanya kazi na tumeandaa mpango wa ujenzi wa viwanda nchini katika kuongeza thamani ya bidhaa zetu ikiwemo mji wa Tarime, ambapo itazingatia uongezaji wa thamani katika mazao ya kilimo, mifugo na madini ambayo yanapatikana huko. Aidha, serikali inaendelea kuhamasisha uwekezaji wa ndani na nje katika ujenzi wa viwanda vidogo, vya kati na vikubwa vya kimkakati kupitia taasisi za TISEZA, SIDO, lakini wakati huo tunahamasisha balozi zetu, wadau mbalimbali na wananchi wote wa Tanzania kwa pamoja kutangaza rasilimali na vivutio ambavyo vipo katika mji wa Tarime na mkoa wa Mara kwa ujumla, ili hamasa hiyo iende sambamba na kutoa vivutio vya kikodi na visivyo vya kikodi ambavyo vinaendelea kutolewa chini ya taasisi ya TISEZA. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Matiko. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri, yako kwa izime. Hebu swap na kadi yako. Asante Mheshimiwa Spika. Kufuatia majibu ya serikali, kwanza kabisa ningependa kusema wazi, wawekezaji wengi hasa wale wakubwa wanapenda kuwekeza mkoa wa Pwani. Hapa kwa sababu uko karibu na Dar es Salaam. Huku pembezoni na kama ilivyo mji wa Tarime, si rahisi sana kuweza kuvutia wawekezaji wakubwa kuja kuwekeza. Na nashukuru serikali imekiri kwamba kwa jiografia ya mji wa Tarime tuna upatikanaji mkubwa wa malighafi za kilimo, mifugo pamoja na madini. Lakini pia mji wetu wa Tarime uko mpakani. Na hivyo kuifanya Tarime mji kuwa kituo kizuri tu cha kiwanda cha kuzalisha thamani. Sasa ningependa kujua, kwa kuwa hasa bidhaa za ujenzi ni ghali sana kwa kule kwetu mkoa wa Mara na asilimia kubwa inatoa Kenya, serikali ione kwamba ni wakati mwafaka sasa kuhakikisha kwamba inavutia wawekezaji wakubwa wa vifaa vya ujenzi kama mabati, uzalishaji wa mabati, nondo, vifaa vya maji, ili waje kuwekeza kule, kupunguza sasa watu kwenda Kenya au kupata bidhaa Tanzania kwa gharama kubwa zaidi. Swala pili, kwa kuwa malighafi za kilimo zinapatikana, na pia tungependa kupata mwekezaji mkubwa ambaye anaweza kuchakata na kuwa na kiwanda cha biskuti, kwa sababu tuna viazi vingi sana vinasafishwa kuja huko mikoani, au clips ambazo zinatokana na ndizi. Serikali yaoni pia kuna haja sasa ya kumleta mwekezaji huyu mkubwa, kuacha wale wadogo ambao umeeleza kwenye jibu lako la msingi. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, kwanza nikiri maelezo ya Mheshimiwa mbunge. Tarime ni wilaya ya kimkakati, na hasa tunapozungumzia Jumuiya ya Afrika Mashariki, iko mpakani na iko kimkakati, na ndio maana Mheshimiwa Spika, mkakati ambao tunao sasa hivi ni kuimarisha biashara katika mtangamano huu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kutumia Tarime na mikoa ya mipakani kama maeneo ya kimkakati kwa Tanzania kuaccess masoko katika jumuiya hiyo. Ndio maana Mheshimiwa Spika, serikali inatoa rai kwamba tuna kutangaza vivutio ambavyo ni vya kikodi na visivyo vya kikodi, hususan kwenye miradi ya kimkakati ambayo inaweza kuwekezwa katika maeneo maalum ya kiuchumi, na hii ikiwemo misamaha na nafuu ya kikodi, ili kuhamasisha wawekezaji kwenda nje ya maeneo ambayo tumeyazoea hasa katika mikoa ya Pwani, ili kuaccess soko kubwa zaidi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwemo Tarime ambayo ni eneo la kimkakati kuaccess masoko hayo. Mheshimiwa Spika, la pili kuhusiana na swala la kutafuta wawekezaji wakubwa. Kama ilivyoelekezwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi na dira ya 2020-2050, lengo letu sasa ni kuongeza thamani ya mazao, thamani ya madini yetu ambayo tunazalisha nchini, lakini viwanda vya kimkakati ambavyo vitatoa ajira, lakini kutuhakikishia pia
uwepo wetu katika jumuiya na kuaccess masoko ya SADC pamoja na jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Sasa Mheshimiwa Waziri, unisaidie. Dira ya taifa imeshatoka 2050. Nyinyi bado hamna mkakati mkoa wa Mara, lakini mwekezaji tayari ana mkakati, lakini bado mnamzuia sababu nyinyi hamjajiandaa na mkakati na dira imeshatoka. Hebu nendeni mkajipange vizuri huko kwenu. Tumepokea Mheshimiwa Spika. Asante.